ninyi viongozi mlioteuliwa na Mheshimiwa Rais, mkuu wa wilaya, dhibitini vitendo vyovyote viovu, chukueni hatua bila kujali nani analeta vitendo hivyo. Nadhani nimeeleweka vizuri. Hayo ndio maelekezo yangu. Hakuna kufanya mchezo kwenye swala la amani. Hatutafanya mchezo, hatutakubali. Tutachukua hatua bila kujali ni nani anafanya jambo hilo. Ambaye yeye anadhani anaweza kutingisha kiberiti, ajaribu na atakiona. Maelekezo yangu kwa wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kote nchini: imarisheni hali ya usalama katika mikoa yenu. Kila mmoja wenu amekabidhiwa mipaka ya maeneo yake. Kila mmoja wenu. Kwa wakuu wa wilaya, mmekabidhiwa mamlaka yenu katika mipaka ya maeneo yenu. Yule ambaye atashindwa kutatua changamoto na migogoro ya chokochoko zinazoendelea kwenye wilaya yake, huyo maana yake kazi imemshinda. Itakuwa ni wajibu wangu kumshauri Mheshimiwa Rais kumweka pembeni mara moja. Bila kusita, mara moja. Tunataka kila Mtanzania popote anapoishi aishi kwa amani, kwa sababu huu ndio msingi ambao baba wa taifa ametuachia. Nadhani lugha imeeleweka vizuri. Kwa hiyo haya ni maelekezo yangu yaende nchi nzima. Wakuu wa wilaya wote 100 na ngapi? 39. Wakuu wa wilaya 139 nchi nzima. Dhibitini vitendo vyovyote, chokochoko, migogoro isiyofaa. Huu ni wakati wenu wa kuonyesha kwamba taifa hili linawategemea. Na rais wetu alipowapa nafasi hizi hakukosea hata kidogo. Kwa hiyo chukueni hatua. Tengenezeni wananchi hawa waendelee kuwa na amani, waipende nchi yao, waende wakalime, waende wakafanye kazi kulijenga taifa hili. Mpaka sasa ujenzi wa vyumba 8 vya madarasa, maabara 3, ujenzi wa jengo la utawala, ujenzi wa jengo la maktaba, ujenzi wa jengo la tehama na ujenzi wa matutu 11 ya vyoo vya wavulana 5, vya wasichana 6, ujenzi wa miundombinu ya kidato cha 5 na 6 na ujenzi wa nyumba za walimu na majengo yapo hatua ya ukamilishaji. Mpaka ikifikapo tarehe 15 mwezi wa 5 majengo yote yatakuwa yamekamilika. Kwa heshima kubwa tunakushukuru kwa kuweza kuweka jiwe la msingi kwa madarasa ya kidato cha 5 na 6 yenye thamani ya shilingi milioni 480. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuona sisi wananchi wa kata ya Ruanjiro. Sasa hivi tunaamini watoto wetu watasoma vizuri. Walikuwa wanasoma Ihango ambapo pana kilomita nyingi sana, pana umbali mrefu, lakini sasa hivi watoto wetu wanasoma hapa na tunaamini watoto wetu watasoma vizuri zaidi. Naomba nitumie nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa sana kukuomba Mheshimiwa Waziri, sisi wananchi wa kata ya Ruanjiro hapa tulipo sasa hivi mmetuletea miradi mizuri, lakini tuna changamoto kubwa ya vifaa vya tehama. Tunakuomba kikupendeza mtuangalie kwa jicho lingine la huruma. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, tunakuomba hapa shuleni kwetu miundombinu ni nzuri, lakini tuna changamoto kubwa ya maji.